Kwa hiyo mpendwa, tunataka kutafakari ni nyakati gani ambazo nitaweza kumshukuru Mungu na nifanye nini basi, na ni kwa nini nimshukuru Mungu hata katika hali ngumu ambayo unapitia katika kipindi kigumu. Biblia inatuambia katika waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ile ya 5 aya ya 18 kwamba tumshukuru Mungu katika hali zote, kwa maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwetu katika Kristo. Tumshukuru Mungu nyakati zote, kwamba shukrani, tunafanya shukrani bila kujali kinachotokea. Mwezi huu wa 9 tutaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Yohane Chrysostom ambaye alikuwa askofu, na anatuambia yeye ambaye alipita katika shida. Anasema, nukuu yake moja, anasema alama ya roho inayopenda hekima ni kutoa shukrani kwa Mungu daima. Alama ya roho inayopenda hekima ni kutoa shukrani kwa Mungu daima. Ukipata mateso, toa shukrani, nayo hubadilishwa kuwa mema. Tambua kwamba katika mateso yako, wewe unayeteseka haujakosa, ndio maana ukapata huo ubaya, bali yule aliyekufanyia ubaya. Lakini Mungu ameruhusu ukapata changamoto yote unayopitia. Nasema toa shukrani hata katika ugonjwa. Toa shukrani hata katika ukosefu wa mali. Toa shukrani hata katika mashtaka ya uongo. Toa shukrani hata katika kusalitiwa. Tambua kwamba sio sisi tunaohudhuriwa, bali wale walio chanzo cha mambo hayo. Hiyo ni nukuu ya Mtakatifu Yohane Chrysostom akitusisitiza kuwa watu wa shukrani hata wakati wa magumu. Katika nyakati ngumu, tambua kwamba cha kumbuka uaminifu wa Mungu. Njia mojawapo ya kudumisha shukrani ni kukumbuka jinsi Mungu alivyokuwa mwaminifu hapo zamani. Fikiria jinsi Mungu alivyokupitisha katika nyakati mbalimbali ambazo uliziona ngumu kwa wakati huo, lakini ni wema wa Mungu. Kama wimbo tuliosikia nasema, nikumbushe wema wako. Waisraeli na tunasoma katika Zaburi ya 136, litania ya shukrani. Zaburi ambayo ningetamani mwe mnaisali kila wakati. Zaburi ya 136 inasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana wa mabwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye pekee yake afanyaye maajabu makuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Aya 6. Aya ya 10 anasema, yeye aliyewapiga wa Misri kwa kuwaua wazaliwa wa kwanza wao, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akawatoa Israeli katikati yao, kwa maana fadhili zake ni za milele. Anaongea matendo makuu ya Mungu aliyoyafanya. Yaani wakati kukumbuka kwamba wema wa Mungu daima katika nyakati ngumu. Yule adui, yule mwovu hutuonyesha kwamba hakuna jema lolote Mungu alilokutendea. Lakini hakuna mtoto wa Mwenyezi Mungu yoyote ambaye anaweza kushindwa kusema kwamba Mungu amekuwa mwema kwangu. Kwanza kwa zawadi tu hiyo ya uhai ulionayo, kumbuka wema wa Mungu. Tafakari tangu labda kuzaliwa kwako mpaka muda huu, Mungu amekuvusha na mangapi? Zaburi ya 77 ya 11 inatuambia hivi, nitazikumbuka kazi za Bwana, naam, nitakumbuka maajabu yako ya zamani. Kabla ya Daudi kwenda kupambana na Goliati, Daudi anasema hivi, nakumbuka
jinsi ambavyo Mungu aliniokoa na wale wanyama wakali, simba na dubu, kule nilipokuwa nikichunga. Ikiwa Mungu aliniwezesha kupambana na wale wanyama wakali nikashinda, hata katika vita hii na huyu mnayekuwa na hofu naye Goliati nitashinda. Alikumbuka wema wa Mungu. Tunaweza kusema hivi, wakati mwingine yule adui anaweza kukukumbusha vile vile mabaya yaliyopita, na hayo labda yakakufanya hata kushindwa kutoa shukrani. Nasema, when the devil reminds you about your future, about your past, remind also him about his future. Wakati shetani anapokukumbusha mabaya yako yaliyopita na labda kukufanya uwe mnyonge, kumshukuru Mungu, kumbushe vile vile kwamba kesho yake ni mbaya zaidi. Hii inatupa nguvu ya kumshukuru Mungu kila wakati. La pili la kukumbuka kumshukuru Mungu wakati wa nyakati ngumu, tambua kwamba kuna kusudi katika uchungu. Kuna kusudi katika uchungu. Hatumshukuru Mungu kwa sababu ya uchungu. Labda unaugua na nini, uchungu unaopitia si jambo jema, lakini tunajua kwamba ndani ya huo uchungu unaopitia kuna kusudi la Mungu. Waraka wa Yakobo sura ya kwanza anatuambia hivi, aya 2 hadi 4. Waraka kwa Yakobo anasema, sura ya kwanza aya 2 hadi 4 anasema hivi, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkianguka katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa neno. Kwamba kuna kusudi katika uchungu. Haruhusu Mungu ukateseka bure. Na tunasema vizuri, katika magumu Mungu anayaruhusu kwa kusudi maalum. Mtume Paulo anasema vizuri katika ile barua yake kwa Warumi. Mtume Paulo anasema vizuri sana katika barua ya Rumi sura ya 8 aya ya 28, anatuambia hivi, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. All things works for good. Katika yote tunatambua kwamba kuna jema Mungu amekusudia. Kama ambavyo tukio la msalabani ni tukio ambalo halikupendeza mtu kusulubiwa, ilikuwa ni kifo cha aibu. Lakini tunasikia katika mbiu ile ya Pasaka kwamba kosa lenye heri, kwamba kwa kifo cha aibu cha msalaba mimi na wewe tumepata wokovu. Kwa hiyo kuna kusudi katika msalaba. Nisiutupe msalaba, nisikae mbali na msalaba na kuona labda hili ni jambo baya kabisa limenipata kwenye maisha yangu. Lakini kila wakati nijiulize, Mungu una kusudi gani katika uchungu huu? Shukrani katika maumivu inatuweka kwenye imani thabiti kwamba Mungu ana kusudi na anafanya kazi hata kupitia machungu. Wengine wetu tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nyakati mbalimbali alizotupitisha kwenye maisha yetu. Kuna mwingine unasema, kama Mungu nisingepita katika kipindi fulani
nisingeweza kuwa hapa nilipo. Kumbe ni mkono wako ulikuwa ukiniongoza katika hayo yote. Watambua kwamba kuna kusudi katika machungu. Jambo lingine, tambua uwepo wa Mungu katikati ya magumu. Kubali kwamba hata katika nyakati ngumu bado kuna Mungu yupo pamoja nawe. Daudi anasema vizuri katika Zaburi ile ya 23 kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe Bwana u pamoja nami. Sitaogopa mabaya. Kwa hiyo inanipa nafasi ya kumwambia Mungu, upo pamoja nami hata katika nyakati ngumu. Kwa hiyo nakushukuru kwamba wewe bado upo pamoja nani. Na yeye ametuahidia ahadi kubwa kwamba tazama, nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari, mpaka mwisho. Anatupa ahadi. Injili ya Mathayo sura ya 28 aya 20. Katika nyakati ngumu, tambua kwamba Mungu yupo pamoja na wewe, hajakuacha. Zaburi ya 34 aya 18 inasema, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Mama Teresa wa Calcutta, ambaye ni mtakatifu sasa tunamfahamu, ambaye alihudumia wale wenye shida mbalimbali, naelezwa, anatuambia yeye mwenyewe kwamba siku moja alikwenda kuwatembelea watoto waliokuwa wagonjwa hospitalini, na mtoto mmoja alikuwa kwenye maumivu makali sana. Na yule mtoto alimuuliza Mama Teresa mtakatifu kwamba, kwa nini nina maumivu hivi? Kwa nini napitia katika magumu hivi? Anasikia maumivu. Na Mama Teresa akamwambia, ni Yesu anayekubusu. Ni Yesu anayekubusu. Yule mtoto kwa mtoto wake amwambia, basi mwambie Yesu asinibusu sana. Asinibusu sana. Ni alikuwa akimfundisha kwamba hata katika maumivu yako Yesu yupo pamoja naye. Shukrani inatufanya tutambue vile vile faraja ya Mungu na amani yake, tukijua kwamba hata tuacha kamwe. Waebrania sura ya 13 aya 5 anasema, sitakuacha wala sitakupungukia kamwe. Na unajua yule mwovu ni mjinga, au daima huweka hiyo kwamba Mungu amekuacha, uko peke yako, nobody cares. Na hakuna maumivu makubwa zaidi unaweza kupitia kama ukigundua kwamba uko peke yako, hakuna anayeona wala anayejali uchungu wako. Lakini leo katika rozari hii ya shukrani unakumbushwa tena, endelea kumshukuru Mungu kwa kuwa hajakuacha wala hajakupungukia. Wewe, familia yako, kazi yako, ukoo wako, watoto wako, chochote kile, endelea kusimama imara. Toa shukrani kama ibada. Toa shukrani kama ibada. Zaburi ya 104 anasema, ingieni malangoni pake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu, mshukuruni, limidieni jina lake. Shukrani ni ibada yenye nguvu, kama nilivyosema jana kwamba hata ibada kubwa katika kanisa ni ibada ya shukrani. Unapopita katika jaribu lolote, nenda mbele ya Mwenyezi Mungu kwanza, mwambie Mungu, nakushukuru. Sielewi yote,
sielewi kwa mapana yake, lakini nakushukuru katika hili. Naomba mpango wako, naomba kusudi lako litimie. Moyo unaopokea, unaotoa shukrani kama ibada, unatambua ukuu na uaminifu wa Mungu. Na tunatoa shukrani kama ibada kwa sababu tunajua kwamba Mungu anastahili sifa na utukufu bila kujali hali yangu. Ayubu ametuambia vizuri kwamba huyu Mungu nitamsifu nikiwa nacho au nisipokuwa nacho. Mazingira yote yalimfanya, yangeweza kumfanya Ayubu ashindwe kutoa shukrani kwa Mungu. Kinasema mimi nina belong kwa Mungu, ni wa Mungu, nilionayo ni ya kwake, na ninamkabidhi kila kitu kwake. Ndio anatuambia kwamba Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Lakini vile vile shukrani katika wakati wa majonzi au nyakati ngumu ni njia ya kupata amani. Waraka Mtume Paulo kwa Filipi ile sura ya 4 aya ya 6 hadi ya 7 nasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote italinda mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Shukrani kama njia ya amani. Shukrani inaleta amani ya Mungu hata kama matatizo hayajaondoka. Ndio maana mnaweza mkao mnapitia kitu kimoja wote kinachofanana, lakini unaona mbona mwenzako yuko very calm, mbona huyu ana amani, na unaweza hivyo, una amani gani? Maisha yako yalivyo hivi, why are you so peaceful? Ni mtu aliyetambua kumshukuru Mungu hata nyakati. Lakini labda wewe unaweza kukuta mwingine anapita jambo hilo hilo, lakini anateseka mno, anakuwa na mashaka sana. Ili tupate amani katikati ya machozi, tuwe watu wa kumwambia Mungu asante. Na neno hilo lituongoze kwamba amani ya Mungu ipitayo akili zote italinda mioyo yenu. Italinda mioyo yenu. Ilinde moyo wako. Mungu akupe amani, wewe ambaye unahitaji amani ya Mungu sana katika nyakati hizi. Mungu akupe amani. Tembea kifua mbele ukijua kwamba Mungu yuko kazini. Mungu yuko kazini. Mungu akupe utulivu wa kiungu na nguvu za kustahimili unayopitia. Niseme nini basi? Niseme haya yafuatayo kama sala katika nyakati ngumu. Waweza fanya hivi: kumwambia Bwana, nakushukuru kwa kuniamini kiasi cha kunipa hali hii. Anasema wale nao wapenda na warudi na wafundishe. Mwambie Mungu, nakushukuru kwa kunipitisha katika hali hii. Nakushukuru kwa kuniamini na kunipa hali hii. Mungu, unalo kusudio la dhati katika maisha yangu. Sala yangu ni kwamba naitika hali hii na naibeba katika mtazamo wa Kikristo. Na katika hali hii watu waone kwamba wewe ni Mungu. Mungu unatosha katika kila hali. Asante kwa kuniamini. Sala ya pili naweza kufanya kumwambia kwamba, mwambie Baba, nakushukuru kwa kile utakachonifundisha kupitia kipindi hiki. Kwa sababu kila kipindi katika hizi nyakati
kuna lesson to be learned. Haiwezi kuwa ni hali inayopita tu. Mwambie Mungu nakushukuru kwa kile utakachonifundisha katika hali hii. Inaweza kuwa hata katika ugonjwa. Mwambie Mungu nakushukuru katika kipindi hiki kwa kile ambacho utanifundisha. Kuna mambo ambayo hatuwezi kujifunza kama hatujapita katika njia ngumu. Unajua huwezi kujifunza kumthamini mtu kabla hujampoteza yule mtu. Ni katika nyakati za kupoteza yule mtu ndio unaweza kuthamini. Huwezi kuthamini afya kama hujapita katika ugonjwa. Huwezi kuthamini familia na kuona umuhimu wake kama familia hiyo haupita katika hali ya kuivunja familia. Kwa hiyo the most important lesson in our life tunajifunza katika difficult times. Nyakati ngumu ndizo zinazotupa mafunzo. Mwambie Mungu nakushukuru kwa kile ambacho nitajifunza kupitia nyakati hizi ngumu. Mwambie Baba nakushukuru kwa jinsi hali hii itakavyonikuza kiroho. Nakumbuka hata wakati naanza channel hii ya YouTube. Leo ni miaka 5 tangu nimeanza channel hii ya YouTube. Ni mwaka 2020. I remember nilikuwa kipindi ambacho nilikuwa niko bored. Ni kipindi ambacho nilikuwa kwenye stress na pitia. Na nikaona njia pekee ni kuwa na mahali labda ambapo nitapata nafasi ya kusali na watu na kuzungumza. Lakini unaona wema wa Mungu kwamba katika ile nyakati niliyopita ikanipelekea kufika siku ya leo ambapo tuko pamoja. Kwa hiyo tumshukuru Mungu. Mwambie Mungu nakushukuru kwa jinsi hali hii itakavyonikuza kiroho. Nyakati ngumu ni nyakati za kujifunza uvumilivu na kukubali mpango wa Mungu. Mwambie Mungu, ni katika nyakati hizi naomba nisogee karibu zaidi nawe. Katika nyakati ngumu vile vile, mwambie Mungu nakushukuru kwa jinsi hali hii ngumu itakavyonisaidia kukujua kwa undani zaidi. Kuna wengine tuko katika sala leo. Tuko katika novena hii kwa sababu ya nyakati ngumu fulani ambazo aidha tumepita au tunapita. Kwa hiyo mwambie Mungu nakushukuru kwa jinsi hali hii ngumu inavyonisaidia kukujua kwa undani zaidi. Nyakati ngumu zinaimarisha imani yetu, zinatuvuta katika sala. Maana unaona katika nasema kile kizazi kilichopita, walipita katika nyakati ngumu, walimsogelea Mwenyezi Mungu sana kuliko nyakati nyingine zozote. Kipindi cha raha kinatuweka mbali kabisa na Mwenyezi Mungu, lakini nyakati ngumu zinatuvuta karibu zaidi na Mungu. Labda kipindi hiki nashukuru kuna mmoja anasema kwamba katika hali hii ngumu Mungu imenisaidia kukujua wewe. Stella anatuambia hapo katika comment. Mwambie Baba nakushukuru kwa jinsi nitakavyoweza kutumia nilichojifunza kupitia nyakati hizi ngumu kwa ajili yako. Nakushukuru kwa jinsi ambavyo utakavyonitumia katika nyakati ngumu nayopitia kwa ajili yako. Hakuna uzoefu wote wa maisha, hali yote ya maisha inayopotea bure.
Mungu anaweza kutumia chochote unachomkabidhi, hata mateso yako. Padre Pio anasema vizuri, Mtakatifu Padre Pio anasema siku moja alikuwa anapita kwenye hospitali wagonjwa wanapohudumiwa, na anasema walimuona Padre Pio akiwa na huzuni sana. Walifikiri labda anawahuzunikia wale wagonjwa kwa jinsi wanavyoteseka. Wakamuuliza, "Kwa nini Padre una huzuni?" Akasema, "Huzuni yangu si kwa sababu ya maumivu yao, lakini nasikitika kwa kuwa maumivu yao yanapotea bure." Maumivu yao yanapotea bure. Aliona nini? Aliona kwamba ni watu ambao wako katika mateso, lakini labda wengi wao wanalalamika kwa nini Mungu ameruhusu wakapita katika hayo mateso, badala ya kuyatolea yale mateso yake, kumwambia Mungu, nataka hata haya mateso yangu uyatumie kwa ajili ya wokovu wako, wokovu wa familia yako, wokovu wa wengine, wokovu wa ulimwengu. Offer it up. Kwa Kiingereza nasema offer it up. Offer your sacrifice. Tolea mateso yako. Usiteseke kipumbavu. Usiteseke tu yakapita hivi mateso yako. Na wengine wengi tumepoteza mateso yetu. Tumepoteza zile nyakati ngumu ambazo Mungu alitaka tumtolee. Mwambie Mungu, nakukabidhi. Kwenye maisha yetu ya Kikristo, maumivu, machungu tunayopitia magumu ni raw material kwa Mungu kumtolea. Kwa sababu tunatazama nini? Tukio la msalaba. Kama mateso yanaweza kuleta hali nzuri zaidi, mateso haya ya msalaba, kwa nini mateso yako Mungu asiyatumie? Wapendwa, itoshe kusema basi, hata katika nyakati hizi ngumu ambazo unapita au tunapitia, basi tusiache kumshukuru Mungu. Tumwombe mama yetu Bikira Maria endelee kutusaidia kushukuru, hasa katika kipindi hiki cha novena hii kwa mama yetu mfungwa mafundo. Amini tu kwamba kuna kusudi la Mungu na kusudi lake lazima litimie. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwanao pekee Bwana wetu, aliyetungwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kazaliwa na Bikira Maria, kateswa kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu. Siku ya tatu akafufuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Kanisa takatifu Katoliki, shirika wa takatifu, maondoleo ya dhambi, ufuko wa miili na uzima wa milele ijayo. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Mama yetu Bikira Maria mfungwa mafundo, siku ya leo tunatolea nyakati zote ngumu ambazo tulizipitia au tunazipitia na ambazo tutazipitia. Tukumbushe kila wakati kuona wema wa Mungu hata katika nyakati ngumu. Endelea kutuombea tuzidishiwe fadhila za imani, matumaini na mapendo moyoni mwetu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina.
Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Ewe Maria, tusaidie kushukuru. Nawe Mikaeli malaika mkuu, tulinde. Tendo la kwanza, matendo ya mwanga. Ubatizo wa Yesu mtoni Yordani. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Ewe Maria, tusaidie kushukuru. Nawe Mikaeli malaika mkuu, tulinde. Tendo la pili, Yesu anageuza maji kuwa divai huko Kana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu,
sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Ewe Maria, tusaidie kushukuru. Nawe Mikaeli, malaika mkuu, utulinde. Tendo la tatu, Yesu anatangaza ufalme wa Mungu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Ewe Maria, tusaidie kushukuru. Nawe Mikaeli malaika mkuu, tulinde. Na sasa tutazame tafakari ya siku ya 30. Mama wa tafakari, Maria Malkia wa mbinguni, ambaye hazina za mfalme zinapatikana mikononi mwako. Leo unitazame kwa huruma. Ninakiweka mikononi mwako kifungo hiki. Kwa mikono ya mama yetu Bikira Maria, tolea maumivu yoyote uliyoyapitia na utakayoyapitia, ukimwomba na kumwambia Mungu kwamba kuanzia sasa nitakushukuru hata katika maumivu yangu. Pamoja na chuki na hasira zote kilichozisababisha katika maisha yangu, naomba msamaha wako, Ee Mungu Baba, kwa ajili ya dhambi zangu. Naomba uniwezeshe kuwasamehe wale wote ambao kwa kujua ama kutokujua wamekuwa sababu ya kifungo hiki. Naomba pia unipatie neema ya kujisamehe mwenyewe kwa kuwa sababu ya kifungo hiki. Ni kwa njia hii pekee unaweza ukakifungua kifungo hiki. Mbele yako mama mpenzi sana, na katika jina la mwanao Yesu mkombozi wangu, ambaye nimemjeruhi kwa dhambi zangu nyingi sana, akanisamehe, nami sasa nawasamehe. Ukiwakumbuka wale wote ambao unatamani kuwasamehe sasa. Pia ninajisamehe mwenyewe milele. Ninakushukuru Maria mfungua vifungo, kwa kufungua vifungo vya chuki moyoni mwangu na kifungo ninachokileta kwako sasa. Amina. Maria mfungua vifungo, uniombee. Tendo la 4. Matendo ya utukufu. Yesu anageuka sura. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote,
na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, ni Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Ewe Maria, tusaidie kushukuru. Nawe Mikaeli malaika mkuu, tulinde. Tendo la 5, Yesu unakaa nasi katika Ekaristi Takatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, ni Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina.
Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Nawe Mikaeli, malaika mkuu, tulinde. Ewe Maria, tusaidie kushukuru. Sala kwa mama yetu mfungua mafundo. Bikira Maria, mama wa upendo wa kweli, mama ambaye hujawahi kukataa kamwe kumsaidia mtoto mwenye shida aliyekukimbilia, mama ambaye mikono yako daima iachi kuwahudumia watoto wako wapendwa, kwa kuwa inasukumwa na upendo wako wa kimungu na huruma isiyo na mipaka iliyomo moyoni mwako. Naomba uniangalie kwa huruma na kuona mnyororo wa vifungo vilivyomo katika maisha yangu. Unajua vema jinsi nilivyokata tamaa, maumivu yangu, na jinsi ambavyo nimefungwa na vifungo hivi. Maria, mama ambaye Mungu amekuamini na akakupa uwezo wa kufungua vifungo katika maisha ya watoto wake, na uweka mikononi mwako utepe wa maisha yangu. Hakuna yeyote hata mwovu mwenyewe anaweza kuchukua kutoka katika uangalizi wako wa thamani sana. Mikononi mwako hakuna kifungo ambacho hakiwezi kushindwa kufunguliwa. Mama mwenye nguvu, kwa neema zako na maombezi yako kwa mwanao na Mwokozi wangu Yesu, leo ukichukua mikononi mwako kifungo hiki, na kuomba kwa utukufu wa Mungu ukifungue kifungo hiki. Wewe uliye tumaini langu, mama yangu, wewe ni faraja pekee ambayo Mungu ananipatia. Wewe ni nguvu yangu katika udhaifu wangu na utajiri wa ufukara wangu. Pamoja na Kristo, wewe unaniweka huru kutoka katika minyororo iliyonifunga. Naomba usikilize ombi langu, unitunze, uniongoze na kunilinda. Kimbilio la usalama wangu, Maria mfungua vifungo, uniombee. Mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu, tulinde katika vita. Uwe kinga yetu katika maovu na maoteo ya Shetani. Mungu amtishe, tunaomba sana, nawe mkuu wa majeshi ya mbinguni, kwa nguvu ya Mungu angushe motoni Shetani na pepo wabaya wengine wote wanaozunguka duniani kupoteza roho za watu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Na sasa nikualike tusali utenzi wa shukrani, tukimwomba mama yetu Bikira Maria tusaidie kushukuru kwa utenzi wake kama unavyopatikana katika Injili ya Luka sura ya 1 aya ya 46 hadi ya 55. Moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake, na kwa maana tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa. Kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu, na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyoahidia baba zetu Ibrahimu na uzao wake hata milele. Enyi Yesu, Maria na Yosefu, na watolea mwili, roho na uzima wangu. Enyi Yesu, Maria na Yosefu, mnijilieni saa ya kuzimia roho yangu. Enyi Yesu, Maria na Yosefu, mnifanyizie nife mikononi mwenu.
Mpendwa, nikushukuru kwa kusali kwa pamoja siku hii ya 30. Wakati na jiandaa katika kutafakarisha siku ya leo na kusali pamoja nanyi, nilikumbuka habari ya Mkristo mwenzetu mmoja anaitwa Robert Rogers. Huyu ambaye mwaka 2015 nilipata kuijua habari yake. Anaishi Marekani, ni Mkatoliki. Yeye alipata janga kubwa sana kwenye maisha yake. Mwaka 2003 alifiwa na mke wake na watoto wake 4 katika mafuriko alipokuwa akitoka katika sherehe ya harusi akiwa amewapakia familia yake katika gari. Basi waliweza kusombwa na mafuriko na watoto wake 4 walifariki pamoja na mke wake, na akabaki yeye peke yake. Story yake ilinigusa na aliandika kitabu. Nilimwandikia email na kumwomba anitumie kitabu. Huyo anaishi Marekani, anaitwa Robert Rogers. Baba huyu na nakumbuka niliguswa na story yake kwa sababu aliandika kwamba anatamani kuishi maisha yasiyo na majuto, life without regrets, na anatufundisha kumshukuru Mungu katika nyakati ngumu. Alinitumia kitabu kinachoeleza historia yake na jinsi ambavyo Mungu alimuinua katika nyakati hizo ngumu, na hii ni signature yake. Huyu anaishi kule Kansas, Marekani. Mungu pamoja na magumu aliyompitisha ya kuondokewa na familia yake yote, anatuambia kwamba tujifunze kuishi maisha yasiyo na majuto. Alimshukuru Mungu hata kwa ajili ya nyakati ngumu aliyopitia. Tukio hili litokea mwaka 2003. Anaitwa Robert Rogers, na miaka 10 baadaye Mungu anamrejeshea, anaoa tena na anabarikiwa tena na watoto 2 wa kiume na 2 wa kike. Ameanzisha foundation mbalimbali kwa heshima ya familia yake. Kuna foundation ya Melissa ambayo iko Russia. Watoto wake, mtoto wake mmoja anaitwa Makena, ameanzisha foundation kule Rwanda. Mtoto wake yule mwingine aliyefariki anaitwa Nicholas, ameanzisha foundation hiyo iko Uganda. Kuna mtoto wake mwingine aliyefariki anaitwa Alena, akaanzisha foundation kule China. Mtoto wake mwingine Zakari ambaye akaanzisha foundation kwa heshima ya jina lake India, akaanzisha kijiji kinaitwa Hope Village Uganda. Unaona, katika nyakati hizo ngumu amechukua lile somo tulojifunza kwamba Mungu katika nyakati ngumu, ni somo gani unanifundisha? Ni kitu gani unataka nijifunze? Mwisho anaandika katika kitabu chake ukurasa wa 223, anasema, katika haya yote niliyopitia, Zaburi ya Daudi, Zaburi ya 56 ilinipa nguvu ya kuishi kutoka siku ile nilipopita katika hali ngumu. Na nitaisoma Zaburi hiyo. Zaburi ya 56. Mungu ni rehemu, maana yuko atakaye kunimeza. Mchana kutwa ananionea akileta vita. Adui zangu wanataka kunimeza mchana kutwa, maana walitao vita juu yangu wa kiburi ni wengi. Siku ya hofu yangu nitakutumaini wewe. Kwa msaada wa Mungu nitalisifu neno lake. Nimemtumainia Mungu, sitaogopa. Mwenye mwili atanitenda nini? Mwisho anamaliza kwa kusema, indeed I will not be silent. Sitanyamaza. I will sing to God. Nitamwimbia Mungu.
and continue to give him thanks. Nitaendelea kumpa shukrani kwa milele yote, kwa kuwa Mungu ni mwema kila wakati. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mjaliwe usiku mwema. Tukumbuke vile vile kufika katika grupu na kuwashirikisha wengine yale ambayo tumejifunza na Mungu ametufundisha siku ya leo. Mambo yanapoonekana hayaendi, ni ajabu sana namna moyo unahangaika. Ajabu sana moyo unapoonyesha mashaka ya kwamba japokuwa Mungu anaishi ndani yangu, kuna muda na hofu. Japokuwa Mungu anaketi kati yetu, kuna muda na hofu. Nakumbuka wana wa Israeli katika bahari ya Shamu, japo walikatiza katikati ya bahari kwa ushindi. Kwa nyimbo nyingi waliimba na kumsifu Bwana, lakini baada ya kuvuka na kuliona jangwa, yalibadilika mambo. Manunguniko yalisimama na kusahau muujiza alotenda Bwana mwanzo. Mungu nisaidie, nikumbushe wema wako nisije laumu, nikumbushe ukuu wako wakati wa magumu, nikumbushe shuhuda zako ili nikusifu, niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi, niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi, katikati ya machozi. Shuhuda zako ili nikusifu, niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi, niimbe wimbo wa sifa